zako mulikuja pamoja ili tushikilie hii kazi ya Kristo, ili tukaweza kujenga huu mwili kwa pamoja. Mwambie Bwana asante, asante, asante Bwana. Zamani hatungekaa vile tulivyo. Tukumbuke ya kwamba wapendwa, haya madhabahu adui alikuwa ameamua kuyamaliza tangu mwanzo. Tukitazama kule Mungu ametutoa, madhabahu yalikuwa na vita mingi, lakini Bwana akaondoa wenye vita ili atupe pumziko, ili tuweze kupigana vita vizuri. Mungu ametusimamisha. Tumwambie Bwana tunakushukuru. Asante ni kwa sababu Bwana umefanyika mwema ndani yetu. Umetudhibitisha Mfalme, wakati adui aliinua mawimbi ili atuharibu, ili atuondoe katika msingi wa kweli. Yesu ulisimama nasi. Yesu ulituonyesha njia, hatukupotea Baba yetu. Ulitusimamisha Mfalme wa utukufu. Tumwambie hakika wewe ni Mungu, hakika unaweza yote. Asante Bwana. Tunasema asante kwa uzuri wako. Kanisa mwambie Bwana, Baba nisaidie. Mwambie tu Bwana nisaidie. Katika ule unabii umetolewa huu mwaka kwa ajili yangu, Baba wacha ukatimia siku ya leo. Ni kwa sababu ni siku ya tofauti. Wengine wetu wataenda katika siku kuu, lakini mwambie Bwana ni kwa sababu hii ni Sunday, tunaenda kumalizia ili tuingie katika siku kuu. Wengine hatutaonana katika siku kuu, wengine wetu tutaonana katika mwaka ujao. Mwambie Bwana natamani nikiondoka katika haya madhabahu Bwana siku ya leo, Baba wacha unabii uliotolewa ni kwa sababu yangu. Wakati mwaka ulikuwa ukianza, Baba nataka niupokee siku ya leo. Siku ya leo wacha ikawa siku yangu Bwana. Ninapoenda kusherehekea na jamii zetu, wacha wakaniona nikiwa tofauti. Wacha ninapotokea katika watu wetu, wakaona utofauti wako Bwana. Wakaona kuna Mungu wa kweli ndani yangu. Wakakujua wewe uliye wa kweli. Tangaza maneno yatakaofanyika msingi wa kweli ndani yako. Wacha watu wakuone ukiwa una Mungu mkuu. Wacha ule unabii ulioachiliwa na Roho Mtakatifu kupitia kinywa cha mtumishi wake ukatimia siku ya leo. Tangaza umwambie Bwana, Baba ule unabii ulinena, lile neno Jehova ulinena kwa ajili yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya mke na mume wangu, wacha ukatimia Baba yangu. Niko tayari kuupokea siku ya leo. Sitapitwa na siku ya leo Bwana. Wacha Mfalme wa utukufu, tunapoenda kusherehekea Jehova katika kuzaliwa kwa mwanao Yesu Kristo, wacha nionekane na utofauti wako. Wakati wengine watakuwa wakisherehekea katika njia zao, nasi tusherehekee ushindi wa Kristo. Tusherehekee kuzaliwa kwa Kristo ndani yetu. Tusherehekee katika ushindi na kweli, katika jina la Yesu. Jamii zetu zijue ya kwamba kuna Mungu wa haya madhabahu, kuna Mungu anayeponya, kuna Mungu anayebadilisha, kuna Mungu anayeinua, kuna Mungu anayejenga, kuna Mungu ambaye anaondoa misingi ya kale na kuweka msingi ulio wa kweli na haki. Katika jina la Yesu, watu wanapokuona wakikuuliza haukuwa namna hii, ni kipi ulifanya? Ni nini ulifanya? Ni nini ulipokea? Na unamwambia ni Yesu wa Pastor Kamau, ni Yesu ninayemjua, ni Yesu niliyekunywa, ni Yesu niliyemula, yuko ndani yangu. Tangaza na utangaze ya kwamba Yesu nitakujua na utofauti. Watu wako watakujua Bwana katika hii Disemba, my Father. Katika hii siku kuu Jehova, watu watakuona na utofauti kunipitia Mungu wangu. Ninaponena Baba, weka radha yako ndani yangu Jehova. Weka utofauti wako ndani yangu Bwana. Watu wakakujua kwa utofauti. Ni kwa sababu Jehova umenipa mtumishi Bwana anaponena Mfalme kwa kweli Jehova, anayebeba Roho wako Mtakatifu. Ni kwa sababu walikusikia Baba, nasi tunanyenyekea Yesu, tukisema ya kwamba hii Disemba my Father tutatokea na utukufu mpya. Watu watakujua Jehova, watu watakuelewa Baba yangu. Ulisema ya kwamba Yesu
utajulikana kutupitia. Mataifa Bwana yatakujua Jehova na kukufahamu Mungu wetu kupitia kinywa cha mtumishi wako, kutupitia